sifanyi mubalagha nikisema kuwa kama kuna kichanguo cha Uislamu leo kitakao wafanya watu wengi kesho waone mambo tofauti siku ya kiyama na vile walivyotarajia, ni kitanguo hiki. Wengi sana katika watu leo wafanye istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wengi sana sana. Na tangu hii mitandao ya simu ilivyoenea, watu wafanye istihza na dini, wazungumza maneno ambayo ni sababu ya ridda, ya kutoka katika Uislamu bila wa kujijua, wengi sana. Leo karibuni tutaingiliwa na masiku bora 10. Kutakuwa na ibada ya udhiya, na mtanikumbuka maneno yangu. Kuna watu wataanza kutuma vikatuni, vibonzo vya mbuzi wako juu ya miti, wako juu ya nyumba, sishuki mpaka Idi iishe, kisha watu wafanya nini? Wacheka. Anayefanya hivi ajue kila alichokifanya nini ni kufur inayomtoa katika Uislamu, kwa sababu udhiya ni shaira katika shiar za dini yetu ya Uislamu. Aifanyia istihza na watu wakachukua wasambaza. Kila wewe ukichukua ukisambaza, waingia katika hii kufuru, al-iyadhu billah. Wangapi ambao waingia katika mambo haya? Wengi sana. Waweza kuwa waishi wewe ukijiona ni Muislamu, lakini ulifanya kitendo ambacho kikakutoa katika Uislamu, al-iyadhu billah. Na hapa ndio tuona umuhimu wa kuisoma tauhid, na isitoshe kuisoma shirk na kuisoma kufur, na kujua ni vitu gani ambavyo vakutoa wewe katika Uislamu. Wangapi leo wafanye istihza na ndevu kwa mfano, na pale pale kuna istihza juu ya istihza. Anayeweka ndevu yaitwa nani? Aitwa Yesu, Jesus. Asipime kuwa wewe umuita yule Yesu ambaye ni Isa alayhi salatu wassalam, ambaye ni nani? Ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Watu wakafanya istihza, na mifano haya ni mengi sana. Na kama kuna watu ambao wafanye istihza na kudharau sunna, ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ni wepesi sana wa kufanya istihza, kwa sababu hawana taadhim ya sunna katika nyoyo zao, wala hawana taadhim ya Qur'an katika nyoyo zao. Mtu afanye istihza tu. Mambo ya dini imekuwa leo watu wafanya mchezo tu, mtu achekeshe tu watu, afurahisha tu watu kwa kufanya mzaha na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Watu wachunge, wallahi ni hatari kubwa sana. Dini haifanyiwi mzaha kabisa. Tafuta kitu kingine cha kufanyia mzaha, si dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.